Jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania George Masaju amesema mahakama haiwezi kuendeshwa kwa utaratibu wa kusubiri maelekezo, bali inapaswa kuongozwa na wajibikaji na kujituma kwa kila kiongozi mwenye dhamana. Akizungumza Februari 25, 2026 jijini Dodoma katika kikao cha mwaka cha majaji mafawidhi, Jaji mkuu Masaju amesema viongozi wa mahakama wanapaswa kutambua wajibu wao bila kusubiri kusukumwa na maelezo kutoka juu. Lakini pia ameonya kwa utamaduni wa kusubiri maagizo kabla ya kutekeleza majukumu unaweza kuharibu mahusiano ya kikazi na kushusha hadhi ya taasisi hiyo muhimu. Aidha, jaji mkuu amesema mahakama inapaswa kuwa mfano wa uwajibikaji kwa taasisi nyingine, akisisitiza kuwa ndio kimbilio la wananchi wanapotafuta haki. Ameongeza kuwa tangu aingie madarakani amekuwa akisisitiza swala hili la kujituma katika utendaji kazi, akieleza kuwa si sharti lake binafsi bali ni wajibu unaotokana na katiba. Msikilize hapa jaji mkuu akizungumza. Hii ni VOT Media, tumechangamka. Mimi siku zote naimba juu ya kujituma, proactivity. Na hili sio sharti langu kama nimeribuni, ni sharti la katiba, liko kwenye ibara 25 ya katiba. Na kujituma huku kunatokana na kuwajibika. Mara ibara 25 ya katiba inazungumza juu ya wajibikaji wa watumishi wote wa serikali na kila mtu. Katika hotuba yangu nikiongea na wasajili tarehe 22 Desemba, nilizungumza kwamba hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Sisi ni binadamu, tuna akili kuliko wanyama. Tunatambua wajibu wetu na tunapaswa kujua kwamba ili kama binadamu tuweze kuendelea kimwili, kiroho na kiakili, inapaswa tufanye nini na kuchukua hatua. Lakini zaidi kwamba sisi ni binadamu, tuna akili, sisi ni viongozi, tena viongozi wenye dhamana kubwa ambao tunapaswa tuigwe katika taifa hili. Hatuwezi sisi kuishi kwa maelekezo. Sasa maelekezo yataharibu mahusiano tulionayo. Kwa sababu maelekezo yana tabia kuwa na ufuatiliaji. Maana maelekezo yanakuja na sanctions. Hatutaki kuharibu mahusiano hayo. Kila mmoja awajibike ipasavyo. Kwa hiyo na hii akili ya kwamba tunazungumza hapa, watu wanaohusika kutekeleza hawatekelezi, wanasubiri kikao kingine, hatutakuwa na utamaduni wa aina hiyo. Mimi nimeshasema mahakama inapaswa iwe ya mfano. Mahakama ndio kimbilio ya kila mtu. Hata mimi nikifanya kosa, mkitaka kunishtaki, mtanileta tu hapa mahakamani. hapa mahakamani. Sisi wenyewe lazima tuwe mfano. Na mafanikio kama yote lazima yawe yamechangiwa na kila mmoja wetu, ana sehemu ya kutekeleza. Hayawezi kuwa ni ya kwa ajili ya msukumo kutoka kwa mtu mmoja.